Kwenye mbilinge za michezo mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel, mzee wa black and white. Lugano, kwema? Kwema, mambo nakwaje? Niko vizuri. Uzima ni mwingi, wa kumtukuza ni Mungu. Yes. Lugano, tuanzie hapa kwenye kile ambacho kinachozungumzwa hivi sasa kwa wekundu Msimbazi Simba. Tayari ishainasa saini ya aliyekuwa winga wa zamani wa Mamelodi Sundowns na aliyekuwa winga wa zamani wa Sekhukhune kutoka pale ligi ya PSL na Kelesto, na nimemfuatilia nikaangalia rekodi zake na namna anavyocheza. Tukiangalia msimu uliotamatika amecheza mechi 27 kwenye ligi ya PSL Pesa South Africa na amehusika kwenye kuchangia kwa magoli 6, asisti 6, no goal. Sekhukhune anaenda kuwa winga ndani ya Simba Sport Club. Je, anaenda kuchallenge hizi mbavu mbili ambazo zimeingia dirisha dogo na zikaonyeshwa kwa wana Simba Sport Club? Ya mimi binafsi wakati mwingine zisajili hizi tunazungumziaga kama ni gambling, lakini wakati mwingine watu wenyewe tunaingia tu wenyewe kwenye mfumo ya kuwasajili wachezaji ambao wasitusaidie. Mimi binafsi nilikuwa na baadhi ya wachezaji shehe kuwasema waziwazi kwamba hawawezi kuwa na msaada kwenye timu. Huyu mchezaji Keleso Kagalwa, umeelewa? Mimi kwangu naona ni mchezaji wa kawaida sana. Kwako? Kwangu mimi ni mchezaji wa kawaida sana. Kwa nini? Yaani Simba inawezekana hawajafanya utafiti wa kutosha kwa huyo mchezaji. Na baadhi ya watu hawawaambii Simba ukweli kuhusiana na mchezaji. Mimi kwangu naona ni mchezaji wa kawaida sana. Unanielewa nikisema mchezaji wa kawaida sana? Nakuelewa Lugano. Alipata bahati ya kuwepo pale Mamelodi Sundowns. Umeelewa? Amekaa katika viwango ambavyo Mamelodi Sundowns walivitaka wepo, wakasema atoshi. Kumbuka ni mchezaji ambaye kaenda timu zaidi ya 4. Sawa? Anaenda kwa mkopo. Na kibaya sana akafika, kuna timu moja inaitwa Upming inaitwaje, ngoja niangalie hapa. Yaani kuna timu moja jina kidogo gumu inaitwa Uppington City. Uppington City. Alienda kwenye Uppington City. Ni timu ambayo sio kama hapa tunasema championship. Yaani ni chini huko, ni chini za timu za chini kabisa huko. Manaka alikuwa ameshapotea kabisa. Hatukatai inaweza katokea kwa mchezaji akawa na challenge. Mfano mchezaji ametoka Yanga au Simba ambao ni daraja la juu au Azam, ameshuka ameenda Mashujaa au Mbeya City, ameshindwa kuperform, pia itabidi amuondoe, ameenda kwa mkopo sehemu fulani. Wale ile timu zinamkataa, nenda kwa mkopo sehemu fulani. Anaenda kucheza pale, napo inamkataa, nenda anapewa kwenye mkopo timu nyingine, na hapo ndipo anaenda kufika kitimu cha chini kabisa. Umeelewa? Ambako ukiangalia kwenye rekodi zake ndo angalau unaweza kusema kuna mtu ambaye anaweza kafunga magoli, kwa sababu kacheza michezo 23 kafunga magoli 10. Kwa hiyo timu alivyokuwa, kwa maana ya Uppington City. Umeelewa? Magoli 10 kwenye michezo 23. Ungekuwa wastani, kwa sababu hapo ninazungumzia huyu ni mchezaji ambaye anaenda kwenye timu kubwa kama Simba, ambayo Simba inahitaji kuingia katika hatua nusu finali. Si umeelewa? Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao ni historia wanaitamani kufika mara nyingi huko, kwa sababu wamekuwa wakifikia hatua ya robo finali. Huyu ni kwangu ni mchezaji wa kawaida. Kwa sababu gani? Mamelodi Sundowns amekulia pale, yani kama kipaji, lakini baadaye wakaona hana kitu cha ziada tena, wakiwa na matarajio mengi, wakampeleka kuna timu inaitwa Maritzburg United pale kwa mkopo. Nenda kajiangalia kama unaweza ukatuonyesha kitu cha ziada ambacho kinawezekana kikaleta impact. Akatoka pale Maritzburg wakamkataa baadaye. Manake ukienda kwa mkopo kuna vitu viwili vinatokea. Timu ya kwako ishawishika kukurudisha uende ukachezee tena, manake umeshaboresha kiwango chako. Kama hujaboresha, basi kwenye level ya ile timu, basi ile timu yenyewe ambayo imekupea kwa mkopo, basi uishawishi ikusajili ile timu. Kama wamekukataa, manake hata wao hawajawaridhisha. Umeelewa? Kwa akafika pale Maritzburg United, hawakuridhishwa naye, wakasema ni mchezaji wa kawaida. Mkopo akarudisha tena Mamelodi Sundowns. Kwa bwana huyu hatuwezani naye, rudi huko. Ndio maana katika michezo 16 akafunga goli 1. Wakasema tutusaidia nini? Rudi kwenu. Kwao ambako ni Mamelodi Sundowns.
Mamelodi Sundowns wakamchukua, wakasema kwa sababu alikuwa na mkataba muda mrefu na ni kijana ambaye amemkuza. Wakasema ngoja tukupeleke, wakampeleka Maloka Swallows. Huko Maloka Swallows katika michezo ya 22 akafunga goli moja kwa mkopo. Maloka Swallows nao walikuwa wanashawishika kumchukua, kaona hapana, kwa huyu hawezi kutusaidia sisi. Na huko hana assist, anafunga tu. Achana na mambo ya assist. Sawa, yani assist kufunga, lakini kufunga ndio kafunga goli moja. Assist ndio hizo. Yani unajua mpaka umshawishi mtu akubakize, unaweza kama umechangia, sawa hujafunga, si ndio? Lakini una mchango gani? Kama anakutema, kama anakukataa, manake una impact katika ile eneo. Sasa ukija Maloka Swallows wakamrudisha tena Mamelodi Sundowns. Akamwambia bwana, mchezaji wenu huyu sisi hatumwezi huyu. Manake walishindwa kushawishika kumnunua au kumomba kwa mkopo tena. Bwana rudi huko huko. Wakamrudisha. Mamelodi Sundowns wakasema ngoja tumpeleke All Stars. No, kabla All Stars wakampeleka TS Galaxy kwa mkopo tena. Anatolewa kwa mkopo tu mchezaji. Yaani huyo kwa mkopo tena. TS Galaxy wakajua kwamba anaweza kapata nafasi. Kumbuka huyu ni mchezaji alikutana na Mavugo ambaye alitoka Simba kipindi hicho na akaenda kujitafuta TS Galaxy. Mavugo alimnyima nafasi mchezaji huyu kucheza TS Galaxy. Mavugo ambaye amepita Simba. Ambaye Simba sasa hivi hawezi kumrudisha tena. Lakini alikutana na TS Galaxy akashindwa kupata nafasi. Umeelewa? Baadaye TS Galaxy akasema hana kitu, kwa sababu kwa TS Galaxy katika michezo 5 manake alikuwa apati hata nafasi. Michezo 5 hakufunga hata goli lolote. No assist, no goal. Michezo 5. Wakamrudisha tena Mamelodi Sundowns. Bwana huyu mtu wenu rudini naye, sisi hatuwezi kuwa na mpango naye. Mamelodi Sundowns hawakukata tamaa. Sasa kukata tamaa ndo akampeleka All Stars. All Stars penda kwa mkopo. Hizo timu ngapi hizo? 1 2 3 4. Zote kwa mkopo yani. Ya 5 hapo. Ambayo sasa Mamelodi Sundowns walikuwa wamekata tamaa kumtafutia timu za ligi kuu huyu mchezaji. Wakampeleka Upington City. Upington City ni kitimu ambacho sio ligi kuu, sio ligi daraja ya kwanza au tuweze hapa tunaita championship. Yaani ni kitimu cha tini kabisa huko. Huko ndo akaenda kufunga magoli 20 katika michezo 23 kafunga magoli 10. Sasa hapo ndo kaanza kujitafuta. Sasa ana miaka mingapi? 29. Si unaelewa? Kama angekuwa na ubora huo, kama angekuwa na mwendelezo mzuri wa kiubora, asingeondoka ligi kuu na angekuwa anazishawishi timu za madaraja ya kati kumhitaji na kucheza kwenye hizo daraja. Sasa akatoka hapo, baada ya kutoka hiyo timu ndo Sekukune United wakamhitaji mchezaji. Ni bahati. Yaani katoka huko mabonde kuinama wakamhitaji bwana. Njoo. Umeelewa? Amefika pale ndo unazungumzia assist 6. Na magoli mangapi? 4, michezo 41. Sawa ni winga, sawa ni kiungo. Michezo 41. Magoli 4. Assist 6. Maana kahusika katika magoli 10. Mchango wa magoli 41. Of course unaweza kumtetea kutokana na eneo ambalo anacheza. Unajua kuwa unapokuwa kwenye eneo ambalo sio la mfungaji moja kwa moja, unatakiwa kusaidia majukumu ya mfungaji afunge. Umeelewa? Inawezekana yakahesabika zile assist za magoli ambayo ameingia kwenye nyavu, lakini inawezekana kuna aishatengeza nafasi ambazo mchezaji mwenzie hakuzitumia. Huwa mara nyingi tunawakoseaga wachezaji kwenye maeneo hayo. Huenda ametengeza assist nyingi au alishambulia sana. Golikipa kawa bora kaokoa michomo. Umeelewa? Sasa ukiangalia, mimi sikatai, inawezekana sasa hivi akawa bora, lakini sio mchezaji mzuri ambaye unaweza ukasema anaweza kukaa kwenye quality ya Simba. Kwanza kwa umri wake, ana miaka 29, lakini pia angalia huko alikotokea, amesurvive sana. Inaweza katokea kwenye maisha ukawa na siku nzuri kazini na usiwe bora. Umeelewa? Na kwangu mimi kwa Simba kumchukua mchezaji, nishe kuzungumza hata kwa wachezaji wengine ambao walisha kusajiliwa na hizo timu. Nishe kumzungumzaga, kuna mchezaji pale Yanga alikuwa ametoka Ghana. Alikuwa anaitwa nani yule mshambuliaji mmoja hivi. Kabla hatajafika nikasema jamani, mmefuatilia vizuri? Mmeona ana mwendelezo mzuri?
Manake Simba wanaenda kuchukua rekodi za mchezaji ambaye anaweza akawafaa ni Sekune United. Unajua tunapohitaji mchezaji wa kigeni kucheza kwenye timu za kwa maana ligi yetu, tunahitaji mtu ambaye ana vitu vya ziada, vitu ambavyo wachezaji wa hapa Tanzania hawana. Yaani vitu ambavyo mchezaji yule anatakiwa kuja, sio unakikuta tena kwa Chasambi afu namleta mtu kutoka Afrika Kusini. Inakuwa ngumu. Yaani mimi naona yule ubora wa Chasambi kuliko wa Kalesto. Na inasemekana kuwa ndio mchezaji ambaye amesajiliwa kwa fedha ghali sana na ushawishi mkubwa umetumika, manake Young Africans na yeye alikuwa kwenye hili dili, au Yanga aliingia kama geresha fulani. Haijalishi Yanga alikuwa anamhitaji, haijalishi Simba alikuwa anahitaji. Mimi najua makosa ya usajili kwa hapa Tanzania ni makubwa sana, kwa sababu tushakuletea wachezaji hapa, unaambia wachezaji wazuri sana. Mimi si laumu sana mfano kwa Budo Mtale kwamba kwa sababu tushai kumuona. Lakini alivyokuja hakuwa na mwanzo mzuri na hakuwa na ubora ule, si ndio? Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao hawakuwahi kuonwa na mtu yoyote na akasajiliwa. Amesajiliwa kwa sababu ya kocha au kiongozi fulani anahisi ni mchezaji mzuri awepo, kwa sababu ameambiwa watu bwana, kuna mchezaji yuko ana assist, ana magoli, mmemfuatilia. Issue yangu kwa Kaleso ni kitu kimoja. Anawezekana kama mchezaji mzuri ambaye kaibuka sasa hivi. Umeelewa? Lakini wamemfuatilia, wameona ana tofauti na wachezaji wengi ambao wako hapa. Ndio maana nimekuletea mfano kwa Chasambi. Je, anaweza kana tofauti na Chasambi bora wake? Kamzidi Chasambi. Amewazidi wachezaji ambao wako Simba pale wazawa. Unajua unapotoka nje lazima utuletee kitu ambacho cha tofauti. Je, watatuletea hicho kitu? Mimi binafsi ukiniambia kuhusiana na mchezaji sioni. Kama Kaleso anaweza kawa na kitu cha tofauti kuwapa Simba. Kwamba Simba ndo anataka kuingia hatua ya nusu finali. Ligi ya mabingwa kawabeba. No, Simba wanajaza tu wachezaji. Huyo sio mchezaji ambaye anaweza katoa kitu chochote kwa Simba. Maneno Lugano. Mimi binafsi nimeona watu wanampa masifa, nimeangalia peji watu wanaandika kweli. Sasa hivi watu hawa wanavyomsifia Kalesto hivi kweli ukiangalia rekodi zake hizi unamkuta kweli ni mchezaji ambaye anakukupa kweli kitu bora. Wanasema ni mzuri sana. Nakwambiaje, angekuwa mzuri kutoka Mamelodi Sundowns, kuwepo pale Mamelodi Sundowns, yani ni kipimo ambacho unaweza kumtetea. Lakini kitu ambacho unaweza kumkataa alivyoenda kushuka kwenye timu zingine hizi, yani ni mkopo zinamkataa timu. Waulize waandishi wa habari wa Afrika Kusini baadhi. Mkopo. Ukienda kutafuta utafiti wako pale utakutana ni mchezaji wa kawaida sana. Yani mkopo. Kwa nini walikukataa? Maana yake huna kitu cha ziada ambacho kinaongeza ubora wa kukaa kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwa mimi binafsi nakaa tofauti na watu ambao wanasema Kaleso ni bonge la mchezaji, Simba wamelamba dume. Mimi kwangu Simba wanajaza wachezaji. Kama Kaleso ni mchezaji wa kawaida ambaye huenda kapata bahati kucheza Sekune United, lakini hawezi kuwa na kitu cha tofauti kwamba Simba anaweza kawa yeye akaibeba Simba kwenye mashindano ya kimataifa kwenda kuingia mpaka nusu finali, au kuleta utofauti wa wachezaji waliopo Tanzania, kwa maana kwenye ligi ambao ni wazao wa Tanzania na huyu anavyokuja hapa. Ana kitu cha ziada binafsi kwangu. Mimi kwangu Simba, sorry for say that, kwamba yani mnaenda kujaza wachezaji. Ana kitu mimi binafsi. Mimi wale wanamsifia wamsifie. Lakini mimi nabakia mpaka pointi ya mwisho. Mimi kwangu ni mchezaji wa kawaida. Ana kitu cha kunishawishi kwamba ataenda kucheza Simba. Sijamwona akicheza, lakini picha na matukio yote yanamuonyesha ni mchezaji wa kawaida. Angekuwa tofauti tungeona vitu tofauti. Angekuwa amekaa muda mrefu anahama, anatoka Super Sport, anaenda anacheza Chipa, anatoka anaenda Golden Arrows, ningejua ana daraja la kawaida ambapo labda ushindani wa Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, sijui timu gani zile kubwa zote pengine wanashindwa kumuona. Muda mwingine maisha ni bahati, sio? Lakini bahati sometimes na uwezo wako unakupeleka kwamba unakosa bahati za juu kabisa, lakini kwa sasa hivi uko sehemu gani? Bwana, mimi nainua mikono yangu hivi.
simuoni kama ni mchezaji wa kucheza Simba kweli kwa vibe ambayo nazungumza sasa hivi eti Kalesto tumechuma. Hapana. Mimi mchezaji wa kawaida kama Chasambi tu, hana tofauti na Chasambi, hana tofauti na wachezaji wengine ambao kama kina nani nikimzungumzia kama Maurice Abraham nitakuwa nimemshusha hadhi Abraham. Maurice kaenda mpaka Ulaya, nitakuwa nimemshusha hadhi tu. Kina Karabaka hawa wanawezekana wako sawa kwenye level hizo. Sasa Simba angalia cha ajabu. Karabaka wanamtoa kwa mkopo kaenda wapi? JKT Tanzania, kafanya makubwa, alitoka Namungo. Sasa hivi ameenda Namungo tena, sio timu gani kaenda? Yuko Pamba of course. Sasa usikute uwezo wa Kaleso ni mdogo kuliko Karabaka, ila kwa sababu Karabaka ni Mtanzania wanaona aende Pamba. Mtakuja kuniambia nyesi mpo? Mtakuja kuniambia bwana hivi na Karabaka na huyu nani bora? Mimi nakwambiaje, naanza kuondoka na Karabaka kuanzia sasa hivi. Shukrani. Asante.